Kwanza ni kushukuru kwa kunipa na mimi nafasi kama Mtanzania lakini pia mwana michezo kuweza kuzungumzia hili swala zima la mechi ya dabi kutochezwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Kwa uelewa wangu mdogo na kwa ufahamu wangu mdogo, ni swala ambalo limeumiza watu wengi sana. Wana michezo wengi wameumia sana. Na si mara ya kwanza wala mara ya pili wala mara ya tatu. Haya mambo yamekuwa yanajirudia mara kwa mara. Kwa sababu mpira wetu unaendeshwa kihuni tu. Mimi nadiriki kusema hivyo. Mpira wa Tanzania unaendeshwa kihuni tu. Mpira ni moja ya michezo pendwa sana duniani. Na ni kati ya michezo inayoheshimika duniani. Lakini bahati mbaya sana kwa Tanzania bado hali sivyo kama watu wanavyodhani. Nimepitia maoni ya watu mitandaoni kwa sababu kwa mtu ambaye yuko matured lazima uangalie wenzako wanaongea nini na wewe utoe nini. Nimejaribu kufuatilia ma-influencer wa michezo Tanzania. Shafi Dauda, Jemedari Saidi na mtu mmoja msemaji wa mawasiliano wa Azam FC, Zaka za kazi kwa jina maarufu hilo. Lakini pia nimejaribu kuangalia wachambuzi wengi wa swala hii dabi wanazungumza nini kwenye peji zao. Mimi kabla ya kuanza yote hayo, kwa mtazamo wangu na kwa maoni yangu, nadhani hili swala lilipangwa, sio swala la bahati mbaya. Kwa sababu ukisoma barua ya Simba ambayo waliposti, kama sikosei ilikuwa ni saa 8 usiku. Wakati wa daku, si mnaita daku ile si nini. Na ukisoma Jemedari Saidi, maana ndo alikuwa kwanza kuidaka. Akaisambaza Jemedari Saidi. Alafu Shafi Dauda akapushi agenda. Zaka za kazi akapushi agenda. Na mwisho wa siku TFF wakaja kuconclude kwa kuahirisha hili pambano kupitia bodi ya ligi. Sio kitu ambacho ni cha kimekuja tu. Kwa mawazo yangu, kwa fikira zangu na kwa mtazamo wangu, hili swala lilipangwa. Sema watu wa Yanga wakujua tu. Simba walipanga na baadhi ya viongozi wa taasisi zinazoendesha mpira. Sina sababu ya kuzitaja majina. Kwa sababu ukiangalia the way wanavyotoa maoni yao, wanatoa maoni kienyeji. Hawazungumzii kanuni na sheria zinazoendesha mpira wetu. Simba wametumia kanuni ya 17/45 ambayo inasema timu mgeni anayo haki ya msingi ya kufanya mazoezi ndani ya uwanja unaotumiwa na timu mwenyeji angalau siku moja kabla ya mechi. Kanuni ya 17/45 ni haki yao ya msingi Simba kabisa, na mimi nakubaliana na hilo. Kanuni hizo zinasema timu, nafikiri nisome kwa sababu wakati mwingine tuwaeleweshe watu. Kanuni za TFF zilifanywa marekebisho. Najaribu nitasoma kanuni ya sasa ambayo tunadili nayo sasa. Timu zinatakiwa kufika uwanjani si chini ya dakika 90
kabla ya muda na kuanza mchezo na kulazimika kufuata ratiba ya matukio ya mchezo countdown kama itakavyotolewa na mratibu wa mchezo. Baada ya kuwasili uwanjani katika muda wa kikanuni, wachezaji na maafisa wa benchi la ufundi wa timu wanaruhusiwa kuzuru kiwanja kwa muda usiozidi dakika 10. TFF TPLB itachukua hatua kwa ukiukwaji wowote wa taratibu za mchezo kama zilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kwa kutoa onyo kali au karipio au kutoza faini kuanzia shilingi milioni 1 mpaka shilingi milioni 2 au kufungia michezo isiyozidi mitatu au kipindi kisichozidi miezi mitatu. Faini kwa makosa yanayojirudia itatozwa kati ya shilingi milioni 5 na shilingi milioni 10 kwa mchezaji au uongozi wa timu. Nafikiri umenielewa. Hizo ni kanuni zao. Sasa TFF watuambie sisi wadau wa mpira wametumia kanuni gani inayosema timu ngeni ikizuiwa kuingia kufanya mazoezi kama kanuni ya 17/45 inavyosema unatakiwa usipeleke timu uwanjani. TFF watujibu na hiyo bodi ya ligi kwamba timu ngeni ikizuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla igome kupeleka timu uwanjani. Ni kanuni ipi na ni kifungu kipi na ni sheria ipi iliyotumika kwa bodi ya ligi kuahirisha huu mchezo? Imeahirisha kwa kanuni gani? Kwa sababu kanuni hizo pia zinasema mechi inaweza ikaahirishwa tu, ndugu wa Tanzania wenzangu, kama kuna majanga makubwa, kama kuna mvua kubwa imenyesha, uwanja hauwezi kuchezeka, kama kuna kimbunga labda kimezua, sijui kuna tukio kubwa limetokea pale uwanjani, ama kuna mambo ya kiusalama kama nchi. Ni kanuni zinasema kuzuiwa kuingiwa uwanjani, unagoma kupeleka timu uwanjani na TFF inaridhia. Shii haijawahi kutokea, ni Tanzania tu ndio inaweza kutokea mambo hayo. Kanuni gani inasema ukizuiwa kuingia uwanjani, pamoja na kwamba kanuni ya 17/45 inakuruhusu wewe, ni haki yako, ukizuiwa kuingia uwanjani ugome kupeleka timu uwanjani? Ni kanuni gani? Na wachambuzi hawa Jemedari Saidi, Shafi Dauda na zake za kazi, nimesoma makala ya Shafi Dauda ndefu, inatoka hapa karibu yani inaweza katoka hapa mpaka Dar es Salaam kwa urefu. Ndani ya makala hiyo hakuna hajakoti kanuni hata moja ya mpira. Maana yake kwa sababu ni moja ya watu waliopewa ajenda ya kupush ujinga huu uonekane ukweli, anazungumzia habari za mashabiki mihemuko. Mpira wa Tanzania hauendeshi kwa mihemuko, unaendeshwa kwa kanuni, taratibu na sheria za mpira. Ukiangalia zaka za kazi, nimesoma pia na anakoti mambo ya miaka ya nyuma. Atuzungumzia habari ya miaka ya nyuma. Hii ni current issue. Lazima tuzungumzie mambo ambayo ni current ya sasa hivi. Ni mambo ya sasa hivi. Mechi ya Simba na Yanga kushindwa kuchezwa kwa sababu ambazo hazina kichwa wala miguu. Simba walitoa tamko wakasema, nakumbuka hii, ukisoma barua ya Simba yote wanazungumzia meneja wa uwanja amegoma kuwaruhusu kufanya mazoezi kwa sababu hajapokea maelekezo yoyote kutoka kwa kamishna wa mechi. Yaani Simba wanamlalamikia meneja wa uwanja. Hiyo ni kanuni.
Simba wanawagusia wanaosadikika ni makomando wa Yanga. Je, mimi nawauliza, hao makomando wa Yanga walikuwa na vitambulisho vya Yanga kuonyesha kwamba hawa waliowazuia Simba ni makomando wa Yanga? Na je, uongozi wa Yanga ndio uliwatuma hao makomando? Je, kama kulikuwa ni wahuni tu? Unawezaje kukonkludi kwa jambo lisilo na ushahidi? Eti tuliwaona kwa sura. Ni mashabiki wangapi wanasema mimi nilikuwa Simba leo naenda Yanga, mimi nilikuwa Yanga leo naenda Simba? Unaweza ukahukumu mtu kwa kumwangalia kwa sura tu, bila vitendo, bila ushahidi. Je, katika huu wakati Simba wanazuiwa kuingia uwanjani kulikuwa na kiongozi yote wa Yanga pale? Kuna barua yoyote ambayo ilionyesha kwamba Yanga imewatuma hao makomando kwenda kuwazuia Simba? Ndio ujue shirikisho letu la mpira wanavyoendesha mpira kihuni. Simba ameandika barua akasema hapeleki timu kwa sababu kazuiwa kwenda kucheza uwanjani. Mimi ninavyojua hilo swala lilikuwa ni swala la kikanuni. Kwa hiyo haya mambo yangeamuliwa kikanuni na sio miemko ya bodi ya ligi, au wanasikiliza hawa wachambuzi ambao walikuwa wamepewa kazi ya kupusha agenda ya kijinga iwe ya ukweli na TFF ikafuata hayo maneno. Ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo Simba wao walishaamua, TFF ameenda tu kuthibitisha kupitia bodi ya ligi. Na TFF imeenda kuthibitisha kupitia bodi ya ligi kuahirisha hii mechi kwa kufuata barua ya Simba. Sio matakwa ya mpira. Sio matakwa ya watu wa mpira wa Tanzania. Mambo ya kikanuni kwenye mpira huamuliwa kikanuni. Mambo ya kisheria kwenye mpira yanaamuliwa kisheria. Kama ingethibitika kwamba Yanga ndiyo kafanya kosa, ama ikithibitika kwamba Yanga amefanya kosa na TFF kupitia bodi ya ligi wamejiridhisha, maana yake ni kwamba Yanga alipaswa kupigwa faini ya milioni 5 tu. Sio kuahirisha mechi. Ni milioni 5 tu kwa mujibu wa kanuni zao na sheria zao TFF. TFF wametumia kigezo gani kuahirisha hii mechi? Wametumia kanuni gani kuahirisha hii mechi? Je, kwa sababu kanuni zao zinasema ili uahirishe mechi aidha kuwe na majanga makubwa ya kinchi, yawe ya kiusalama, kiwe kimbunga, labda majanga makubwa yanaweza kuleta athari mechi kuahirishwa. Hivi kuzuiwa kuingia kufanya mazoezi ya dakika 20 au 30, hilo ni janga kubwa hilo la kuahirisha mechi? Najua kuna watu watajibu kwa miemko sana. Kwa sababu wanaoshabikia mpira wengi Tanzania hawasomi kanuni. Hawasomi sheria za mpira. Wao na TFF iwadhibiti hawa wachambuzi hawa. Na mshauri Wallace Karia, rais wa TFF, watunge taratibu za kudhibiti hawa wachambuzi wa mpira wanaoibuka tu kama uyoga. Wanapush agenda ambazo wakati mwingine hazina mbele wala nyuma. Yaani ukiangalia tu barua ya Simba ilivyoandikwa, kwanza ilikuwa na tarehe. Kama umeangalia vizuri, barua ya Simba walioiandikia bodi ya ligi na TFF haikuwa hata na tarehe. Na ilikuwa na makosa mengi sana. Na sijui iliandikwaje. Yaani kwa kweli mdogo wangu na rafiki yangu Ahmed Ali anatakiwa aangalie sana. Unapokuwa mnaandika barua ambayo ni very very sensitive kama hii, muepuke makosa ambayo ni unnecessary. Haya, mpaka saa 7 mpaka saa 8 kuanzia asubuhi, kituo cha runinga kinachorusha hayo matangazo ambao pia ni wadhamini wa hiyo ligi, mpaka saa 8 walikuwa wanaendelea kupitisha zile nani kwamba mechi ipo na mashabiki waende uwanjani. Nilikuwa natembelea page ya TFF. Hakukuwa na eneo lolote TFF wanasema hii mechi itaahirishwa. Karibu mpaka saa 9 huko. Bodi ya ligi sijui walikuwa wamevuta bangi au walikuwa wamelewa pombe. Wanaibuka tu from nowhere wanasema tumeahirisha. Na walivyotoa hilo tangazo, wa kwanza kupush alikuwa ni Jemedari Said.
Wa pili Shafii Dauda pamoja na watu wao wale wachambuzi wa mchongo tunawaita. Wachambuzi wa mchongo wakaanza kupusha agenda. Yaani kuhalalisha huo upuuzi na huo ujinga. Ni mambo ya hovyo sana. Tunajiita eti hii ligi bwana, ngoja mimi niwaambie ndugu waandishi wa habari. Hii kujiita kwamba ni ligi namba 5 si Afrika ni uongo. Hauwezi kuwa na ligi ya namna hii yenye waamuzi wanaopanga matokeo wenyewe mfukoni, wenye waamuzi wanaopewa maelekezo wanafanya. Ligi Simba na Yanga ndio yani Simba na Yanga ndio wanaoendesha ligi. Hizi kanuni zimetungwa kwa ajili ya timu ndogo. Yanga na Simba wao wana kanuni zao. Wanaamua jambo lolote, wanaamua wanafanya chochote tu. Na TFF hawezi kufanya chochote. Ndiyo tunakiri kwamba hizi timu mbili ndizo zinawalisha TFF. Ni wakati wa TFF watengeneze agenda ya kuanzisha miradi itakao waingizia kipato kuliko kutegemea Simba na Yanga ambao wanatumia udhaifu huo wa TFF kwamba hawana sehemu nyingine ya kujipatia kipato zaidi ya Simba na Yanga na FIFA na kafu. Wawe na miradi na vitega uchumi ambavyo vinaweza kuwaingizia hela ili wajiamini kwenye kutoa maamuzi. Bodi ya ligi na TFF maamuzi yao yote wanatoaga maamuzi kwa kuziangalia Simba na Yanga watareact nini. Utaendeshaje mpira kwa namna hiyo? Unatoa maamuzi kwa kuziangalia Simba na Yanga watawaza nini? Saa nyingine lazima utoe maamuzi ya kujenga na kulinda mpira wetu. Unatoa maamuzi kwa sababu Simba na Yanga ataongea nini? Unasaidia nini mpira miaka ijayo hiyo? Tunafundisha nini vizazi ambavyo vinakuja kwenye mpira? Nimeuliza bodi ya ligi walitumia kanuni gani kuahirisha hii mechi? Watupatie kanuni inayosema ukizuiliwa kufanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa ugenini unatakiwa usipeleke timu uwanjani. Watuambie ni kanuni gani? Maana kanuni zipo wazi. Kama Yanga ikithibitika alifanya makosa ni milioni 5 tu. Na kama Simba ikithibitika alifanya makosa ni point 3 na magoli 3 kama sikosei. Nafikiri na faini juu. Sasa hii bodi ya ligi wametumia kigezo gani kuahirisha mpira? Na ndugu yangu ngoja nikwambie. Katika mambo ambayo TFF wamefanya hovyo, na sijui kwa nini TFF huwa waangalie athari zake. Mechi ya Simba na Yanga ni mechi ambayo inatoa ajira. Yaani siku ya mechi hiyo yenyewe Watanzania karibu milioni 5 wanapata ajira kupitia mechi ya Simba na Yanga. Kwa maana gani? Kuna watu wana baa zao. Kuna watu wanachoma mishikaki. Kuna watu wanauza chipsi. Kuna watu wanauza mayai kwenye vibanda umiza, kwenye mabaa makubwa. Kuna watu wanabeti. Yani manake ni kwamba wamewaingiza Watanzania hasara isiyokuwa na maana, na ni mara ya pili kumbuka. Hata Yanga waliwahi kufanya hili jambo. Kama sikosei sijui walifanyaje. TFF hawakutoa adhabu. Leo Simba imefanya hivi, TFF haitoa adhabu. Haya, Yanga wakisema na sisi hatupeleki timu. What next? Upuuzi utaulea mpaka lini huu? Huu ujinga utalelewa mpaka lini katika nchi hii? Wameharibia watu biashara zao, wamewatia watu hasara kubwa sana. Watu wameenda kukopa huko karibu, mtu anaenda kukopa bucha nyama ya karibu 500, akachome mishikaki, asomeshe watoto wake, apate chakula. We unaahirisha mechi kihuni tu. Yaani asubuhi kimya, saa 5 kimya, saa 6 kimya, saa 7 kimya, saa 8 kimya, unakuja kuahirisha mechi saa 9, saa 10. Haya, kuna watu walitoka mikoani, wamekaa Dar es Salaam pale wiki nzima, wanalipa guest, wanakula, wana tiketi zao. Anatakiwa waingie uwanjani. Mimi nadhani Watanzania pia sio wamekuwa wapole sana. Labda upole wao ndo watu wanachukulia upole wa Watanzania kuwafanya wanavyotaka kwenye mambo ya mpira.
kwa nchi wanaojitambua, wananchi wanaojielewa vizuri, pale TFF kusingekalika. Yaani zile ofisi za TFF zile kusingekalika, kungekuwa na watu wanaoelewa maana halisi ya utawala bora. Hatuwezi kuendesha mpira wa nchi kwa timu mbili tu, Simba na Yanga. Simba na Yanga watunge kanuni zao basi, watuambie kwamba Simba na kanuni zake, Yanga na kanuni zake. Kama kanuni hizi na sheria hizi 17 za mpira unaoendesha dunia ndizo hizo TFF ya Tanzania pia wanazifuata, kwa nini wanaziasolate Simba inakuwa na kanuni zake, Yanga inakuwa na kanuni zake? Hivi chukulia ingekuwa Pamba ndio imefanya hivyo, au Coastal Union au Mashujaa, singeshushwa daraja? Tutalea huu puuzi mpaka lini? Yaani unajua mimi nashinda kuelewa. Tutalea mambo ya kijinga mpaka lini? Simba wana haki, ndio. Lakini kuna kamati inaitwa kamati ya masaa kama sikosesi ya 48 72, watanisaisha wanaojua. Ile kamati kwa mujibu wa kanuni inasema itakaa baada ya tukio. Inakaa masaa 48 72 baada ya tukio. Maana yake hiyo kamati ilitakiwa ikae leo Jumapili au kesho Jumatatu, watoe maamuzi ya kilichotokea, kwa nini Simba ilizuiwa kuingia uwanjani. Tunazungumzia kanuni na sheria za TFF. Hiyo kamati ya masaa 72 imekaa Jumamosi hiyo kwa maelekezo ya sheria ipi na kanuni ipi? Na mnawezaje kutoa maamuzi kabla ya tukio? Nchi hii na mambo ya ajabu. Sijui, lakini nchi hii kuna mambo mengine ni ya hovyo sana yanaenda. Hasa kwenye mpira humu kuna mambo ya hovyo kweli kweli. Yaani uwanja wa Mkapa ni uwanja wa serikali. TFF ina mtu wake wa juu yake ambao ni Baraza la Michezo la Taifa. Sio kama mnanielewa. TFF iko chini ya Baraza la Michezo la Taifa kwa mujibu wa sheria zetu. Baraza la Michezo la Taifa linafanya nini? Lina kazi gani kuendeleza michezo ya nchi yetu hii? Sababu TFF ni sehemu ya chama kimoja hapo katika vitu ambavyo vinasimamiwa na Baraza la Michezo. Kuna michezo mingi, netball, ngumi, sio nini, mambo mengi yako chini ya Baraza la Michezo. Kwa nini mambo ya hovyo haya maana ukiacha mpira wa Tanzania, sehemu nyingine inayofuata kwa mambo ya ajabu ni karibu michezo yote. Hata ukiingia kwenye ngumi ni shida tupu, ukienda kwenye sio netball ni shida tupu. Tutaenda hivi mpaka lini? Unawezaje kuharibu biashara za watu kwa maslahi ya watu watano? Yaani ile bodi ya ligi haizidi watu sijui ngapi. Unaharibu biashara na maisha ya mamilioni ya watu kwa maslahi ya watu tu watano. Kwa sababu unajua Watanzania wana tabia moja, watalalamika mitandaoni, watapiga makelele, watasema hivi, baada ya siku mbili wanasahau. Wanaendelea na maisha. Ndio Watanzania tulivyoumba. Mtu katoka Rorya kwenda Dar es Salaam. Mtu katoka na Njilinji, Newala, amekuja Dar es Salaam. Mtu katoka Msumbiji, watu wametoka Kenya, watu wametoka Ulaya kuja kuangalia hii mechi. Halafu TFF yani kama hawaoni, yani wanaona ni jambo la kawaida tu. Yani wao wanafikiri mechi ya Simba na Yanga ni mechi ya kiuni kama wao wanavyowaza. Mechi ya Simba na Yanga ni tamasha kubwa la kidunia. Ndo icon ya mpira wa Tanzania, Simba na Yanga. Lakini ndizo klabu ambazo zinaendeshwa kiuni tu. Lazima tubadilike. Ifikie kipindi tuheshimu hii tasnia ya mpira. Tuheshimu hii taaluma ya mpira. Watu waendeshe mpira, wanaojua mpira, waliocheza mpira, waliozaliwa kwenye soka, wakakulia kwenye soka, ndio waendeshe mpira. Watu wanakuja tu from nowhere tu, hata tuwaelewa litokea wapi.
Wanakuja wanajipachika hapo kwa sababu kuna wanasiasa na wenyewe wana nguvu, wanaingia huko kwenye mpira, wanawatumia hao, wanawapachika hapo, wanakuwa viongozi wa mpira. Maana viongozi wa TFF pale, usione hivi ndugu waandishi, wanasiasa ndio wanaowapachika. Kwenye hata hayo matimu ya Simba na Yanga, wanasiasa ndio wamo humo. TFF wanasiasa ndio wamo humo. Tutaenda hivi hadi lini? Mimi maoni yangu ni kwamba ligi hii wanasema eti ni ligi ya 5 kwa ubora. Ni uongo. Hii ni ligi ya 5 kuonyeshwa live na Azam TV. Sio ligi ya 5 kwa ubora. Ni ligi ya ubora ya kuonyeshwa live. Haya. Azam ndio wadhamini wa hiyo ligi pia. Nimesoma taarifa yao. Azam wameingia hasara kubwa mno. Kitendo cha hiyo bodi ya ligi na TFF kuahirisha hii mechi. Moja ya watu walioingia hasara kubwa sana ni Azam. Je, bodi ya ligi na TFF watawalipaje Azam? Hizo gharama za Azam walizoandaa karibu miezi mitatu kwa ajili ya hii mechi, TFF na bodi ya ligi watazilipaje? Hizo viingilio vya mashabiki watalipaje? Kwa sababu mimi ninachoamini Yanga waingizi timu. Watalipaje? Sasa tunaomba watuambie hao wachambuzi. Watuambie. Kwa sababu walivyokuwa na push hii agenda, utadhani kwamba kilichofanyika ni sawa. Yaani wanahalalisha. Yaani TFF wanaharibu sana mpira wa nchi yetu. Walitumia kanuni gani kuahirisha mechi hiyo bila makubaliano ya pande mbili? Kwa sababu walipaswa waite Yanga, walipaswa waite Simba, na wenyewe TFF wakae wajadiliane. Watuambie kama kanuni zinazotungwa sio kwa ajili ya Simba na Yanga, bali ni kwa ajili ya vilabu vingine. Kama kanuni ni kwa ajili ya vilabu vingine vyote, basi mimi nadhani ipo shida pale. Siwezi nikasema Simba anyang'anywe point. Mimi siwezi kusema hivyo. Ingekuwa mimi, bodi ya ligi ilikuwa matatani. Ningekuwa mimi. Ndani ya barua ya Simba kulikuwa na uamuzi wa kutokucheza mechi. Na unaonekana ulikuwa ni uamuzi ambao ni final. Kwamba hawatoleta timu na hawatacheza. TFF wanasema wamepokea malalamiko ya Simba. Alafu na wenyewe wakazia hapo hapo, wakakazia msumari. Ndio maana nikasema hivi, hizi kanuni ni kwa ajili ya timu ndogo tu? Kwa sababu hakuwa na ulazima yoyote wa bodi ya ligi kuahirisha mechi. Mambo ya kikanuni huamuliwa kikanuni. Mambo ya sheria za mpira unaamuliwa kwa sheria za mpira. Sasa ukiangalia hawa wachambuzi wetu hawa, wao walikuwa wanajikita tu wanalaumu makomando, sijui makomando wa Yanga. Aliyezuia, na ukisoma barua ya Simba, meneja wa uwanja ndiye alizuia. Simba walipaswa kutoa taarifa ndani ya masaa 48, sijui kama sikosei, kwa meneja wa uwanja, kwa kamishna na kwa uongozi wa uwanja ule, kwamba tutakwenda kufanya mazoezi saa 1 usiku. Na ndani ya mazoezi hayo tutakuwa na mabasi 3 au 4 au 2. Kutakuwa na wachezaji, kutakuwa na wazee, kutakuwa na vijana, kutakuwa na mbuzi ndani ya gari. Wangetoa taarifa, ndio utaratibu wa mpira. Lakini kitu ambacho kinanishangaza, unaita pre-match meeting. Si walikaa? Walikaa Simba, walikaa Yanga, walikaa TFF. Kwa nini Simba hawakuraizi hiyo agenda wakati wa pre-match meeting? Si wangeraisi hapo?
kwenye mkutano kwamba sisi hatuwezi kupeleka timu kwa sababu 1 2 3 4. Sasa naomba nikonkurudi. Nifikie mwisho. Naomba nitoe ushauri. Kwa kuwa mpira wa Tanzania upo kwa mujibu wa sheria zetu za nchi. Baraza la Michezo la Taifa ndilo ambalo linasimamia vyama hivi vya michezo Tanzania. Na Baraza la Michezo la Taifa liko chini ya Wizara ya Michezo na Utamaduni. Lakini ukitazama sheria za FIFA wanakataza serikali kuingilia michezo. Sasa naishauri serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni na Michezo, naishauri waiamuru bodi ya ligi ijiuzuru ili serikali ijitoe. Bodi ya ligi ijiuzuru, iundwe bodi nyingine, na hiyo bodi itangazwe watu waombe kazi, sio uteuzi. Watangaziwe watu waombe kazi. Mtu aingie pale kwenye bodi, waingie wanasheria, waingie wataalamu waliosomea michezo, waingie magwiji waliopata kucheza mpira, waingie kwenye hiyo bodi ya ligi. Pili, Wizara ya Michezo iwaite shirikisho la mpira wa miguu Tanzania pamoja na Baraza la Michezo la Taifa, wamuite rais wa mpira Tanzania na katibu na uongozi mzima wa TFF, wajieleze kwa nini hilo tukio limetokea. Wametia watu hasara kibiashara, kiuchumi, hata na kijamii. Maana Simba na Yanga unaweza kujikuta imeleta maafa katika nchi kwa sababu ya ubovu tu na udhaifu wa baadhi ya viongozi wanaoendesha mpira wetu. Kwa maslahi ya nchi yetu, TFF lazima ijieleze. Wizara ya Habari na Utamaduni na Michezo, rais wake ajieleze nini kilitokea. Bodi ya ligi iandike maelezo, yaende TFF, TFF wapeleke baraza wapeleke serikalini, ofisi ya Wizara ya Michezo. Haya mambo ya kihuni yakomeshwe ndani ya mpira wa Tanzania. Watu wanapusha agenda bila kuweka mbele maslahi ya nchi, bila kuweka mbele kanuni. Kwa sababu mpira wa Tanzania upo kwa mujibu wa sheria, na unapokuwa unatoa agenda ama unapusha agenda ya jambo lililotokea kama la Simba na Yanga mechi kuahirishwa, cha kwanza unapokuwa unaeleza, tanguliza kanuni ili wananchi waelewe kanuni zinasemaje. Je, unapozuiwa kuingia uwanjani, kanuni inasema kwamba usipeleke timu uwanjani? Ama kanuni inakuelekeza ucheze, alafu baadaye vikao vikae na mambo ya kanuni yafanyike na adhabu zitolewe? Tujaribu kuendesha mpira wetu kwa mujibu wa kanuni, sheria na taratibu za mpira, na taratibu hizo ziendane na FIFA na CAF. Sio mnadanganya watu tu kwamba ligi bora. Ligi bora iko wapi? Ligi bora ya waamuzi wanatoka na matokeo mfukoni. Ligi bora ipi hiyo? Tukio kama hili Yanga waliwahi kulifanya, TFF wakakaa kimya. Simba wanafanya, TFF wamekaa kimya. Kuna wakati miaka ya nyuma huko Simba waliwahi kutoingiza timu tena uwanjani kipindi cha dakika 45 za mwisho. Kwenye dabi kama hii TFF hawakufanya. Tutaendesha utamaduni huu mpaka lini? Tumetunga kanuni, tumetunga sheria. Kwa nini hawataki kuzifuata hizo kanuni na sheria hawa wakubwa wa mpira Simba na Yanga? Sasa tatu, maana nilikuwa naendelea kurudi hapo. Tatu, rais wa Yanga, tunakuheshimu sana, tunakukubali sana, tunakushauri usipeleke timu uwanjani mpaka hapo watakapotupa sababu za msingi kabisa
kwamba kwa nini TFF waliahirisha huu mchezo. Najua wanasiasa wapo hapo Yanga hapo na wanasiasa wako hapo Simba. Najua wako kina Mwiguru wanaweza kukufuata, wako kina Mavunde wanaweza kukufuata, kukushawishi uingize timu. Makamu wako wa rais Arafat ameshatoa msimamo. Katoa msimamo kwamba hakuna mechi nyingine tena ya dabi. Najua kuna wanasiasa hao niliowataja majina watakufuata, watakubembeleza, ingiza timu. Unaingiza timu mara pa tunafungwa goli 8. Wewe utakaa katika nchi. Na kutahadharisha tu kwamba wanasiasa wanaweza wakaja kwako hapo wakakushawishi uingize timu. Unaingiza timu pa tunafungwa goli 10. Unaijua Yanga? Yaani hao wanasiasa walio kushawishi uingize timu watakuruka. Na nadhani ndio utakuwa mwisho wako. Kimaisha, kisiasa kama una ambition ya kuwa mwanasiasa na kila kitu. Hizi timu za Simba na Yanga ni hatari mno kuliko watu mnavyofikiria. Hizi timu ni hatari kweli kweli. Ukiingia hicho kichwa utaharibikiwa kwenye mambo ya siasa, utaharibikiwa kwenye mambo yako ya kiuchumi, utaharibikiwa kila kitu. Kwa hiyo namba 3 usiingize timu mpaka TFF wakupe maelezo yenye kushiba, na maelezo hayo yaendane na kanuni na sheria za TFF na za mpira wa miguu. Usikubali kuingiza timu. Watuambie kuna kanuni gani inasema ukizuiwa kuingia uwanjani wewe uingize timu uwanjani. Ni kanuni gani na sheria gani? Na kanuni hizi nakukumbusha tu ndugu yangu Engineer Hersi. Kanuni inasema ili mechi isichezwe ama kuahirisha mechi ni majanga makubwa. Ni majanga aina gani hayo? Kama kuna mvua kubwa, kimbunga au kuna mambo ya kiusalama ya nchi, unaweza kuahirisha mechi. Kuzuiwa kuingia uwanjani na meneja wa uwanja unakataa kuingiza timu uwanjani. Kwa hiyo lazima nyinyi kama viongozi wa Yanga mhoji, na ikiwezekana mdai hizo pointi 3 na magoli 3 kama kanuni inavyoeleza, mzidai. Kwa sababu nyinyi mlipeleka timu uwanjani kama ambavyo sheria inataka. Mmekaa kama ambavyo sheria inataka. Daini pointi 3 na magoli 3. Na ikiwezekana mraizi CAF. Andikeni barua CAF na FIFA. Copy. Elezeeni namna hali ya mchezo huu ilivyokuwa na kanuni muambatanisha na kanuni na sheria. Pelekeni CAF, pelekeni maeneo mengine. Msikubali. Kwa sababu ukikubali ndugu yangu hasi, mimi najua Yanga bwana, mimi nawajua. Yanga sio watu wa kawaida kuliko watu mnayofikiria. Yanga sio timu ya kuchezea, ni timu ambayo unahitaji ujiandae kweli kweli. Wewe ukikurupuka tu unaenda Yanga huko, utapata matatizo makubwa. Wewe hakikisha kwamba unaandika barua CAF, unaandika barua FIFA kama kiongozi wa Yanga kuelezea haya mambo. Usikubali hata kidogo kudanganywa na wanasiasa waingize timu uwanjani. Itakuletea shida na itakuletea matatizo makubwa mno. Hofu yangu ni kwamba unaweza ukakubali ukaingiza timu, halafu mambo yakaharibika zaidi. Utawaambia nini wana Yanga? Utawaambia nini Watanzania? Kwa hiyo mimi ninachokushauri ndugu yangu hasi, hakikisha unajiridhisha kabla ya kupeleka timu. Yaani wakupe habari za kikanuni, ushahidi wa kikanuni na sheria, ndo Yanga muingize timu. Naungana na Haji Manara, naungana na Arafat, rais wako, makamu wa rais wako wa Yanga. Mechi ndio ishaisha hiyo. Kinachotakiwa hapo ni pointi 3 Yanga apewe na magoli 3 kwa mujibu wa sheria na kanuni. Kwa sababu mimi ninavyojua ni kwamba mechi itakiwa ichezwe. Ikisha chezwa, hayo mambo ya adhabu na mambo mengine ndio yangefuata.
Sasa haya mambo yametoka wapi? Mimi naomba wachambuzi wa mpira wafuatiliwe na wadhibitiwe. Ndio maana mwanzo kule nilisema hii mambo ilipangwa, hii agenda ilipangwa. Wakina Shafii, wakina Jemedari wanazungumzia habari ya mihemko, hawazungumzii kanuni. Kuna kanuni inasema ukizuiwa kuingia uwanjani, kanuni ya 17/45 inaipa Simba haki ya msingi ya kwenda kufanya mazoezi pale ndani. Lakini kama kuna wahuni wamewafanyia fujo, hiyo sio halalishi ya Simba kutopeleka timu uwanjani. Walitakuwa wapeleke timu uwanjani, then kanuni zinafuata na sheria zinafuata na adhabu zinafuata. Ndio mpira unavyoelekezwa hivyo. Sasa tutaendaje hivi kiuni tu? Yaani kwamba Simba na Yanga wao wana kanuni zao na sheria zao, alafu timu zingine zote ndogo hizi zina kanuni zao na sheria zao. Huo mpira wa wapi? Nadhani Wizara ya Michezo iakti, isiwaachie hivi, na iakti kwa kivuli, isionyeshe waziwazi, kwa sababu hawa wahuni wa kwenye mpira hawa, serikali ikiakti watakimbilia FIFA, tutafungiwa na FIFA. Hatutaki kufika huko. Serikali itumie uwezo wake na nguvu zake na kila njia, hii bodi ya ligi ivunjwe, kwa sababu sio tukio la kwanza hili. Hata Yanga liliwahi kutokea hivi. Kuna mambo yalitokea Mwanza pale Simba na Pamba. Kuna mambo yametokea Azam, tumeona Azam na Kagera Sugar kule wamezimiwa taa, lakini Azam wamepeleka timu. Haya mambo ya kihuni kwenye mpira wa Tanzania yapo. Ndiyo mtasema Simba na Yanga hawezi kulinganisha na Kagera na Azam na nani, lakini sheria hazibagui. Sheria hazibagui, wewe ni Simba, wewe ni Yanga, wewe ni Kagera. Sheria za mpira ni zile 17, hazibagui. Kwa hiyo tunapokuwa tunataka kutenda haki, tendeni haki. Najua mawaziri wa Yanga wale ambao ni wafuasi wa Yanga wataenda kumbembeleza Hans. Ingiza timu bana, ingiza timu. Haya, wamekubembeleza, umeingiza timu, tukapigwa 7-0. Wewe utakuwa salama Harris, Engineer Harris? Utakuwa salama? Maana sisi tunajua Yanga ilivyo. Yanga bwana hawana mbambamba. Yanga ukiwaletea mambo yako wanakuchekea lakini wakishafikia hatua ya mwisho hawakuchekei. Watakusuu na watakuzuru. Ndio Yanga ilivyo. Yanga wanaga uvumilivu. Unaahirisha mechi, watu wamekosa hela, watu wamekosa, wameumia, wale watu walikuwa wamekopa. Yaani watu wanashindwa kujua kwamba tamasha la Simba na Yanga ni tamasha kubwa la kidunia. Kuna watu wanatumia fedha zao, watu kwenye biashara zao, watu wana kitu yaani kila jambo linaingia hapo katikati. Wewe unaahirisha mechi kihuni tu. Na mechi yenyewe inaahirishwa saa 8 tu, saa 10 mchana. Kihuni tu. Kwa sababu nilichojua mimi hapo, bodi ya ligi na TFF walijua kabisa kwamba Simba ameandika hii barua hapeleki timu. Na sheria zinasema timu isipopeleka, klabu isipopeleka timu uwanjani, wananyang'anywa pointi. Kwa hiyo TFF kuona hivyo kwamba Yanga anaweza kupewa pointi 3 na magoli 3, wakaona watoe tangazo la haraka, tangazo la mchongo kwamba mechi imeahirishwa. Hawakuangalia kibiashara, hawakuangalia kiuchumi, hawakuangalia athari. Athari gani unaweza kuipata CAF na FIFA? Sasa mimi Yanga na washauri, andikeni malalamiko, pelekeni CAF na FIFA, mkiomba TFF ijieleze kwa nini iliahirisha hii mechi ambayo ina hisia ndani yake za watu wa Tanzania na jirani za Tanzania na hata nje ya Tanzania. Lazima tukomeshe huu uhuni. Yanga, hakuna kiongozi wa Yanga akuwa pale uwanjani, na kamera tunaziona, video zipo tunaziona. Kuna kiongozi wa Yanga alikuwa pale kwenye uwanja wa Taifa akiwazuia Simba kuingia uwanjani? Hamna. Alafu lile Simba walikuwa ni nje kabisa ya uwanja wa Taifa, geti la nje huko. Je, uwanja wa Taifa fungua wanazo makomando wa Yanga? Yaani hao makomando wa Yanga ndo wanatunza funguo za uwanja wa Taifa? Uwanja ni wa serikali. Meneja wa uwanja yupo, kamishna mchezo yupo, vyombo vya serikali vipo. Ni uwanja mkubwa ule unalindwa.
Hivi kweli makomando hao wa Yanga ndio liwe lidude likubwa kwamba wazuie Simba kuingia uwanjani? Kweli inaingia akilini kwa mtu mwenye akili kwamba makomando 5 wa Yanga ndio wamezuia Simba kuingia uwanjani? Ndio wanashika huo ufunguo wa mageti. Makomando hao ndio walikuwa ndio wanalinda uwanja. Uwanja unalindwa na serikali. TFF msifanye watu wajinga bana. Yaani nyinyi mnaona Watanzania kwa sababu ni wapole, wakishaumia wao wanalalamika tu kwenye ma-TV wananyamaza. Basi unajua sio kila siku ni asubuhi. Sio kila siku ni mchana. Kuna siku inakuwa ni giza kwenye mpira huko. Tuendeshe mpira wetu kwa mujibu wa sheria. Tuendeshe mpira wetu kwa mujibu wa kanuni ambazo TFF mmezitunga nyinyi wenyewe, zikiendana na kanuni za FIFA na CAF. Msiendeshe mpira wa Tanzania kwa kufuata wachambuzi wa mchongo. Wanapusha agenda ambayo ni uongo, wanayaralisha iwe kweli. Nimesoma andiko la Jemedari, nimesoma andiko la Shafi Dauda, nimesoma andiko la Zaka za kazi. Hao wote wako upande wa pili huko. Yaani wale wote wanatetea hoja ya Simba kutopeleka timu. Hawaelezi kanuni zinasemaje. Hawaelezi sheria zinasemaje. Kama sio uhuni nini huu? Alafu TFF wanatoa maamuzi kwa hawa jamaa hawa ambao wamepewa kazi ya kupusha agenda ya uongo kwa ya ukweli. TFF na wao wanafuata hiyo. Narudia tena, Simba ilikuwa na haki yake kwa mujibu wa kanuni ya 1745. Ilikuwa ni haki yake. Lakini Simba hawakuwa na haki ya kutopeleka timu uwanjani. Hakuna sheria hiyo, hakuna kanuni hiyo, hakuna taratibu hata kuanzia CAF, kuanzia FIFA, hakuna. Simba walipaswa wapeleke timu uwanjani, malalamiko yanafuata. Kwa hiyo Yanga wana agenda moja tu ya kudai pointi 3 na magoli 3. Na Yanga waandike malalamiko CAF, waandike malalamiko FIFA. Karia na jopo lake waitwe, wahojiwe huko CAF na FIFA. Au FIFA na CAF au CAF watume watu wao waje wafanye uchunguzi hapa Tanzania. Kwa nini hiyo mechi? Lengo ni kukomesha huu uhuni wa mpira. Kule kwenye mpira pale kwenye shirikisho umejaa uhuni mwingi. Wamejaa watu wa Simba na Yanga mule kwenye lile shirikisho. Wanaendesha mpira kwa maslahi ya Simba na Yanga. Kuanzia kwenye waamuzi, ni Simba na Yanga tu. Sasa mimi ninachoshauri, ikiwezekana hata wizara ibadilishe utaratibu kupitia baraza lake la taifa. Vyeo na nafasi za mpira wa miguu ziwe zinatangazwa kwenye gazeti la serikali. Watu waombe na wenye sifa ndio wapitishwe. Hivi inakuwaje mtu anaongoza mpira wa Tanzania wakati hajawahi kucheza hata timu moja ya ligi daraja la 4? Ndio anaongoza mpira wa Tanzania. Hivi inakuwaje mtu unaendesha bodi ya ligi haujawahi kuchezea hata Chandimu? Hata Chandimu tu hujawahi kucheza. Inakuwaje tunaweka kwenye bodi ya ligi humo, tunaweka kwenye uongozi TFF mle. Ukiuliza rekodi ya huyo kiongozi wa TFF huyo, aliwahi kucheza mpira wapi? Labda Alfred Kidau ndo kacheza mpira katibu. Lakini Kidau mwenyewe naye hana meno, hana nguvu. Tuwe na taratibu kama wanavyofanya wenzetu. Mipira iongozwe na watu wanaojua mpira. Hasa mpira wa Kiafrika huu. Tuachane na mpira wa Ulaya. Wa Kiafrika huu ambao umejaa figisu nyingi. Kulikuwa na mzee mmoja wa Simba pale, sijai gombeaga uongozi TFF pale juu. Alikuwa ni mchezaji mmoja, wachezaji wakubwa sana wa Simba. Hakuweza kupitishwa kwa sababu ya uhuni tu wa watu wa TFF pale. Serikali lazima tuangalie haya. Ndio nchini Simba na Yanga, lakini Simba na Yanga zisitumike kuua mpira wetu. Simba na Yanga zisitumike kuharibu mpira wetu. Maslahi ya watu 5 yanaharibu maslahi ya watu karibu milioni 50. Yaani watu milioni 50, 60 wanaathirika kwa sababu ya watu wachache tu wako pale TFF wahuni tu. Mimi nakushauri sana Engineer Hersi Said, tunakuheshimu sana. Msimamo wako ndio utakao kujenga. Na msimamo wako ndio utakao kuporomosha.
Tafuta wanasheria wazuri ndani ya Yanga, naamini wapo, watafasiri sheria. Wapo ndani ya Yanga, mashabiki wengi tu wana sheria wazuri. Usiongee chochote kabla ya kutafasiriwa kwa sheria. Sheria zikisha tafasiriwa, utoe tamko kali kabisa. Uwe mfano. Wewe unaendesha taasisi kubwa. Yanga ni taasisi kubwa. Simba ni taasisi kubwa. Lakini inafikia kipindi hizi klabu ziendeshwe kiutaratibu na kisheria zaidi. Sio kihuni tu. Na ikiwezekana kiundwe chombo na serikali kitakachokuwa kinafuatilia uratibu wa mpira wa Tanzania, chombo kiundwe. Kama waandishi wa habari sisi tumewekewa kitu kinaitwa ithibati kile. Hata kwenye mpira kule kiundwe hicho chombo cha kufuatilia maudhui ya soka la Tanzania. Wafuatilie TFF, wafuatilie klabu za Simba na Yanga, mapato, matumizi, vyote. Iwe TFF watuambie matumizi na mapato yao kwa mwaka ni kiasi gani, na wanazitumiaje hizo hela zinazopatikana na TFF. Hiyo bodi ya ligi inatumia pesa kiasi gani kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka. Yaani serikali sasa iongeze jicho la ziada kwenye hizi klabu za Simba na Yanga na TFF. Watuambie utaratibu unaoendesha mpira. Sio tunakuwa na miemko tu. Kwa sababu mimi Msiba nashabikia Yanga, basi hata kama Yanga imefanya kosa napindisha sheria ili kuiokoa Yanga. Hiyo hamna hiyo. Tusinentertain hayo mambo. Kama we ni kiongozi wa serikali, ni Simba au Yanga, usije ukafanya kosa kubwa kupindisha sheria za mpira kwa sababu we ni Yanga au Simba. Ni kosa kubwa sana la kimaamuzi. Baki na Simba yako moyoni, baki na Yanga yako moyoni. Lakini sheria za mpira lazima zifuatwe. Kanuni lazima zilindwe. Taratibu lazima zifuatwe. Hata kama we ni Yanga au Simba. Lazima fanya hivyo. Hatuwezi kuruhusu tu mambo ya kihuni tu haya. Hii mitandao ya kijamii siku hizi mtu anaamka tu asubuhi amelewa gongo, amekula makande huko, anakuja kutoa statement kwenye mtandao kwa sababu yeye anajua ana followers wengi, anatoa statement ya mchongo kuhalalisha ujinga tu wa mpira. Kwa sababu yeye ni influencer, ana watu milioni 3 wanamfuatilia. Anapotosha makusudi kabisa ili ionekane kwamba hawa wako sahihi, hawa wako sahihi. Hivi kweli makomando wasio na vitambulisho wa Yanga leo wanaweza kuzuia Simba kuingia uwanjani? Hiyo inaingia akilini hiyo? Nje ya geti kule. Vyombo si vipo, vyombo vya dola. Wahusika kwenye huo uwanja si wapo. Ukisoma andiko la Simba wanamzungumzia meneja. Taarifa ya meneja na kamishna haionyeshi popote kwamba uongozi wa Yanga umehusika kuwazuia Simba kuingia uwanjani. Jamani, tumefikia huku kwamba watu wanaamua tu kwamba mimi ni Simba sipeleki timu uwanjani, mimi ni Yanga sipeleki timu uwanjani. Na kwa sababu hizo timu ndo zinawapa TFF kula, TFF wanakuwa wapole. TFF anzisheni miradi itakayowasaidia nyinyi wenyewe kujitegemea baada ya kutegemea mechi ya Simba na Yanga. Mimi nakushukuru sana ndugu mwandishi, na Mungu awabariki sana.